Nani alisema kuna kamanda mmoja aliwahi kuniambia kwamba ukiona una hofu, ukiona askari mtaani kwako una hofu, jichunguze vizuri mwenendo wako wa kihalifu. Zamani namna ambavyo wao wenyewe pia jeshi walishawahi kukiri kwamba miongoni mwa sababu zilikuwa zinafanya kwenye maboresho baada ya kikosi kazi, ile ripoti ya taasisi za haki jinai ilikuwa ni pamoja na kuweka mahusiano mazuri. Yaani kufanya watu wasiogope. Tulikuwa tunaogopa kwa sababu yani hamna jema. Yaani wakuite tu. Mkazungumze. Hamna kitu. Lakini kwenye kujenga mahusiano mimi na wewe tumesikia hapa ikaja kauli maarufu, unaweza pia ukasimamisha lift. Hiyo yote sasa inakuja katika kuanza kubembelezana tuwe marafiki upya. Na tumepiga hatua kwenye urafiki wetu sisi na wao. Na wao Haya bwana. Sisi tupo kwenye Morning Express kuweza kufahamu mambo gani ambayo yamejiri kwa ukanda huu wote wa Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla. Nimeona taarifa ya watu 200,000 ambao wamekimbia makazi yao mashariki mwa Kongo katika siku za hivi karibuni, ambapo hii ni Umoja wa Mataifa umesema wakati waasi ungwa mkono na Rwanda wakisonga mbele kwenda kwenye mji wa kimkakati. Sasa haya nakuja siku chache baada ya Donald Trump kuwakutanisha viongozi wa Rwanda na Kongo kusaini ule mpango wa amani. Katika taarifa iliyotolewa na Umoja wa Mataifa imesema takriban watu 74 wameuawa, wengi wao wakiwa raia, na 83 wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha kutokana na mapigano katika eneo hilo katika siku za hivi karibuni. Sasa maafisa eneo hilo na wakazi walisema kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limekuwa likisonga mbele kuelekea katika mji wa Uvira kwenye mpaka wa Burundi na kupambana na wanajeshi wa Kongo na vikundi vya wenyeji vinavyojulikana kama Wazalendo katika vijiji vya kaskazini mwa mji huo. Sasa Rais wa Marekani aliwakaribisha marais wa Rwanda na Kongo kama unakumbuka juzi pale Washington siku ya Alhamis kwa hafla ya kutia saini mkataba unaoungwa mkono na Marekani na Qatar wa kumaliza vita. Lakini hali inaonekana bado. Umoja wa Mataifa unasema pamoja na mkataba huo, lakini bado ripoti zinaonyesha yapo maeneo ambayo bado kuna mapigano. Rwanda inakanusha kuwaunga mkono waasi nchini Kongo, ingawa Washington na Umoja wa Mataifa unasema ushahidi wa uungaji mkono wa Rwanda uko wazi. Kabla mapigano hivi karibuni, punde mzozo huo ulikuwa tayari umewahamisha watu wasiopungua milioni 1.2 walikuwa wameshaondoka kwenye eneo hilo kama athari za mzozo ambao unaendelea kule DRC. Kwa hiyo taarifa ya Umoja wa Mataifa ndio hiyo bado watu wengi wanahama eneo hilo. Taarifa nyingine nimeona taarifa ya joto duniani ambapo mwaka huu inaelezwa kwamba wanasayansi wanasema sasa unatazamiwa kuwa mwaka wa pili au wa tatu kwa joto kali duniani katika rekodi. Umekuja. Sasa anasema kuna uwezekano wa kuzidiwa na joto lililovunja rekodi ya 2024. Hili ni shirika la Umoja wa Ulaya la Gepomicus Climate Change Service. Walisema taarifa yao jana walitoa. Ni taarifa za hivi punde kutoka shirika hilo ambao wanasema baada ya mkutano wa kilele wa hali ya hewa wa COP30 wa mwezi uliopita, ambapo serikali zilishindwa kukubaliana na hatua mpya za kupunguza utoaji wa gesi chafu, huku Marekani ikirejesha nyuma juhudi zake na baadhi ya nchi zikitaka kudhoofisha hatua ya kupunguza jambo hilo. Hali ambayo wanasema hali mbaya ya hewa inaendelea kukumba nchi zote ulimwenguni mwaka huu. Kimbunga na Kalemegg kiliua zaidi ya watu 200 nchini Ufilipino mwezi uliopita. Uhispania ilikumbwa na moto mbaya zaidi wa mwituni kwa miongo mitatu kwa sababu ya hali ya hewa ambayo wanasayansi walithibitisha inatokana zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Unajua tumeripoti sana matukio ya vimbunga, mafuriko, mioto ile kwa kipindi hiki cha karibuni. Na moto na mioto. Ile inaanza kwa Kenya ile mioto ya nyikani. Unajua maneno nilikuwa nasoma kwenye Biblia. Si mambo ya nyikani. Moto wa nyikani. Nyikani wapi tena? Sasa hivi inaripotiwa tu. Moto wa nyikani huo umeanza, ulipigwa ule wa Marekani. Mwaka jana ulikuwa ndio mwaka wa joto kali zaidi duniani katika rekodi za wanasayansi. Lakini wanasema mwaka huu
huenda ukauzidi mwaka jana. Hiyo mwaka jana ndio ule ulichoma kule Hollywood. Na ile ndio ilikuwa sio kama mwaka huu. Sasa mwaka huu itazidi kidogo. Mwaka huu tutafanyaje Mungu wangu? Itazidi kidogo. Ingawa hali ya hewa ya asili hubadilika mwaka hadi mwaka, lakini wanasayansi wanasema ongezeko la joto duniani kunathibitisha kwamba sababu kuu ya ongezeko hilo la joto utoaji wa gesi chafu kutokana na uchomaji wa nishati ya mafuta. Miaka 10 iliyopita umekuwa miaka 10 ya joto zaidi tangu rekodi zianze kuhifadhiwa. Shirika hilo la hali ya hewa limesema miaka 10 iliyopita kuanzia mwaka huu na 10 nyuma. Kwa hiyo tunaambia tutunze mazingira, tupande mti, sima hata ukisa upande mwaka huu yani ila ipanda. Kumbuka wanasayansi wamewahi kutuasa kwamba shida ya mabadiliko ya tabia nchi, ukiambiwa labda ukifyeka misitu kutatokea hiki, ukifyeka kitokei hapo. Kwa hiyo unaweza ukaona kama bwana nimefyeka na kuna waongo, lakini ukikaa miaka 5 10 baadaye ilikuwa na madhara yake. Juzi pia umeanza sisi pia tuliripoti moto, tumekuwa tukiripoti moto kule mlimani kwetu Kilimanjaro. Juzi umewaka huko mlima Hana. Kwa sisi pia tunakumbwa nayo. Na joto la dasi mnalijua. Hayo madila. Tukikutana na changamoto ya maji. Bahati mbaya switch zikaharibika. Nje kwa moto, ndani mtiti. Unaenda wapi? Sababu kaa nje pia lipo la kutosha. Tayari sana hiyo. Sisi tushe kupigwa joto tukasema ngoja leo sasa tukapunge upepo. Tukaikuta bahari na yenyewe inapumua. Kwa hiyo kuna joto baharini. Yani mawimbi yakija utafikia nani tumwagia mvuke. Kwa hali ya hewa ni ya kutunza jamani. Tayari sana hiyo. Kwa hiyo ripoti za wanasayansi ndio zinaeleza hivyo kwamba mwaka huu kidogo joto jamani, tusishangae. Ni madhara ya tokanayo na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na uchafuzi, uchomaji mkubwa wa mafuta ambao unaendelea duniani. Mungu mmoja, bahati mbaya mataifa makubwa duniani yamekutana, yameishia kujadili na kuondoka, hawajatoa wafanyeji. Mungu mmoja anasema useme tabia nchi, sema kutokana na tabia za wananchi. Yani nchi ina tabia. Anasema tabia nchi. Mtu akaweza akadhani ni swala tu limeumbwa linajibadilisha lenyewe. Tabia za ni wananchi ndio wameifanya hiyo. Tabia ni sisi tu tunakata miti, tunachoma mapori, tunatumia nishati wakisema tutumie nishati safi jamani. Au unaweza kusema wanataka kujinufaisha. Lakini joto likija, linatushona wote. Lakini tukiambiwa tutunze mazingira, basi athari ndio hizi. Na wenzetu walio mbele, athari zake ni kubwa zaidi kuliko. Mimi nimewahi kuhudhuria mkutano mmoja mkubwa sana duniani. Yaani ule mkutano ajenda kubwa, yani wale watu walikuwa wanajadili, mataifa makubwa yanajadili ni namna gani sasa sisi sasa so mataifa makubwa duniani hapa Afrika ni namna gani sisi tutajiepusha na athari kwamba wenzetu kule wameshafanya uchafuzi miaka yote, viwanda, mafuta, saizi ndio wamekimbilia kwenye kutumia magari ya umeme, magari ya gesi. Sasa dunia inapumlia wapi? Sio naelewa. Sasa Afrika sasa ndio kwa inasema mikakati ya sisi kujiprotect ili tusifike kama ambavyo wenzetu wanalia. Sababu si sofa Afrika hatulii kilio kile, bado tuna maeneo tuna mamisitu ya Kongo na nene, bado tuna haijachafuka Afrika kiviwanda kama wenzetu magharibi, China. Namna ambavyo wenzetu walikuwa wameka uwekezaji mwingi mkubwa, maviwanda mengi yanapumua hewa chafu. Sasa hivi dunia inahangaika, ile hewa inayopumua haendi popote, yani ndio inatuzungukia. Sasa bahati mbaya ndio sisi maskini ya Mungu unaweza kukuta inakuja kutupumulia na sisi tena tunapata athari. Kwa pamoja tukiambiwa ule utaratibu wa Exaudi, tukapande mti, tunaona kama Exaudi usitumie mkaa. Sio kama mtu anakuonea. Sababu mkaa wako umekata, sio miti. Tumia kuni umekata miti. Tumieni nishati baada rafiki kwa mazingira. Feke misitu pia. Nasema mvua inyeshi. Wewe mwenyewe ndio umezuia. Baadaye unaweza kusema nakwaje feni inapuliza joto. Feni inatoa joto. Wana taarifa nyingine, Ukraine inajiandaa kuwajulisha mpango wa amani uliorekebishwa kwenda ikulu ya White House. Wanajiandaa kuwasilisha mpango huo wa amani
ambao umerekebishwa kwenda ikulu ya White House, nikiwa na maana ya Marekani, huku ikijaribu kuepuka kufanya makubaliano ya kusalimisha maeneo ya Ukraine kwa Urusi. Sasa Kiev inatazamiwa kupendekeza mpango mbadala mbali na ule wa Marekani baada ya Rais Volodymyr Zelensky kukataa tena kusalimisha ardhi ya Ukraine, akisema hana haki ya kufanya hivyo chini ya sheria za Ukraine au za kimataifa. Sasa alitoa kauli hiyo alipokutana na viongozi wa nchi za Ulaya na NATO siku ya Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za pamoja za kuizuia Marekani kuunga mkono makubaliano ya amani ambayo yanajumuisha makubaliano yatakayoifanya Ukraine kutoa ardhi yake, huku akihofia makubaliano ya aina hiyo yataiacha Ulaya katika hatari ya uvamizi siku zijazo. Wakati huo mji wa Sumi kaskazini magharibi mwa Ukraine uliachwa bila umeme usiku kucha baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani la Urusi. Gavana wa eneo hilo alisema zaidi ya ndege 12 zisizo na rubani zimepiga miundombinu ya nishati. Ni shambulio la hivi punde zaidi katika mashambulizi ya usiku ya Urusi, lakini pia anasema hakuna vifo vilivyoripotiwa. Kwa hiyo Ukraine wanakwenda kuwasilisha tena mpango mpya wa amani ambao haujumuishi kutoa ardhi yoyote kwenda kwa Urusi, ambao ndio takwa lao kubwa, wakitaka baadhi ya maeneo ya Ukraine wayachukue wao kwa sababu wanaamini ni eneo lao. Lakini Ukraine anasema, rais anasema, Zelensky anasema huo mpango ni kinyume na sheria za nchi yenyewe na hata za kimataifa. Kwa hiyo haana huo mpango. Kwa hata katika mpango mpya na kuwasilisha Marekani pia ni tofauti na makubaliano ambayo Putin anayataka kwenye kumaliza vita inayoendelea. Kwa hiyo kwa kifupi tu tutumie kauli ya mtaani, tuseme ngoma ni mbichi. Bado mbichi. Ngoma ni mbichi kweli kweli, bado sana. Jambo la kusubiri na kuona. Zaidi ya wanajeshi 10 wa Nigeria wamezuiwa huko Burkina Faso, niliona pia, wakati Jamhuri ya Benin ikiwa chini ya mvutano baada ya jaribio la mapinduzi lililosababisha kifo cha raia mmoja. Wasiwasi umeongezeka Afrika Magharibi baada ya wanajeshi 11 wa Nigeria kukamatwa nchini Burkina Faso. Wanajeshi hao walikuwa ndani ya ndege ya jeshi la Nigeria C-130 ambayo ilitua kwa dharura huko Bobo, jiji la pili kwa ukubwa nchini Burkina Faso. Waziri wa Burkina Faso Emile Ziro akizungumza kwa niaba ya muungano wa mataifa ya Sahel alisema kwamba ndege hiyo iliingia anga la nchi hiyo pasi na idhini. Uchunguzi ulianzishwa haraka na imeripotiwa kwamba unaendelea kutokana na ukiukwaji huo. Sasa muungano huo umeonya kwamba ndege yoyote itakayojaribu kuvuka anga lake bila kibali itashughulikiwa mara moja. Yaani masuala ambayo yanaendelea Afrika, wasiwasi bado mataifa ya magharibi. Hivi watu wanaogopa wakiona aina hiyo ya wanajeshi wapo katika maeneo ambayo sio ya kwao. Baadhi ya wadadisi wa siasa wanaeleza tukio hilo wakilihusisha na jeshi la sasa Nigeria ambalo lilipelekwa Jamhuri ya Benin baada ya jaribio la mapinduzi na kuongeza uhasama kati ya ECOWAS na serikali zinazoongozwa kijeshi ikiwemo Burkina Faso, Mali pamoja na Niger. Sisi bado tupo hapa. Tukirudi itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya wino mzito. Si ndio kisa? Ndio. Ujumbe wako tuandikie kupitia 0683802966. Nimekuona huyo anasema naomba mdadavulie juu maandamano ya Tanzania, wengine hatujui juu ya nini yetu. Maandamano Tanzania? Hata ngoja tutadadavuka. Tutadadavuka tukirudi kwenye wino mzito, wala usijali. Sikia lakini pia unasema redio yenu haina longolongo, imenyooka. Mungu awatangulie. Amin. Kibarua kiendelee. Kweli. Mzee waziri. Mbona wewe umezungumza kwa hisia? Unaweza kaomba zaidi. Kwamba kweli. Asante bwana mzee waziri Mgaza wa Matemboni Maramba Mkinga huko kwa ujumbe wako. Pia wewe unasema Yusufu Teti wa Uru Shimbwe na wapongeza wa Tanzania wote kwa kudumisha amani yetu. Ameandika hivyo, lakini wewe unasema habari za studio, naitwa Mudi mkarabati wa Moshi Shantown. Tuko pamoja sana, tuna habarika na kuburudika. Nataka kuburudika, hii ndio mahala pake. Tukirudi hapa itakuwa ni muda wa wino mzito.